kwamba timu kama itakuwa inaweza kukaba yenyewe, kwamba na mtu kama Yusuf Kagoma ambaye yupo pale, timu inapokuwa inajacha ile ina mpanzo ambaye wanaweza pia kutokea pembeni, huyu Mutale uwezo wake wa kucontrol mali na namna ambavyo amekuwa akiwa na uwezo wa kutake risk, yani kutamani kupita katikati, yani kujipenyeza katikati ya viungo wakati wa timu pinzani ama viungo wa kabaji ama safu ya ulinzi, yani utamanio wake wa kutamani kupita kwenye mifereji migumu imekuwa kimpa faida. Sasa ukiangalia inawezekana namba zake mpaka sasa usizoeze kuzitamani, namba zake zinamkataa, namba zinakataa kwa Yusuf Mutale. Yes, ni sahihi, lakini ukiangalia kwenye mchezo wenyewe mmoja mmoja, ukiangalia na ufanisi wake jinsi ambavyo unapanda, kwa mwalimu inampa nafasi ya kumpa. Kwa mfano unamuona hiyo Freeman aliyopewa kwamba unamuona kulia, unamuona kushoto, unamuona katikati. Kwa nini? Kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kutengeneza hiyo combination nzuri baina ya wale ambao wapo katikati muda wote, kwa maana ya Ngoma na Yusuf Kagoma. Sawa. Alafu Danshale wao wote kusogea pembeni mwa uwanja na Elie Mpanzu, una mtu ambaye pia anaweza kuja kuongezeka kwenye namba. Ukiwa pembeni anaweza kuja kukufuata tupige 1-2, anaweza kukufuata wewe Mpanzu tupige 1-2, mtu ambaye anaweza pia kumfuata na kumsaidia msemaji ambaye anaanza either ni Dese Mukwala ama ni Elionel Lateba. Kwa hiyo hizi sifa ambazo amezionyesha Kibu Denis hajaweza kuzionyesha, na kama utakumbuka kwenye mechi dhidi ya APR ya Rwanda kwenye Simba Day, mwalimu alivyomwanzisha mara nyingi alikuwa anapenda sana kuingia ndani. Na kama tukumbuka anasema kwamba huyu namba 10 bora. Nafikiri hiyo ishakusikia sana kwamba kocha Fadlu anasema Yusuf Mutale yani Simba Fadlu washakusema kwamba Simba anacheza na APR. APR ya Rwanda kwenye Simba Day. Akafunga mbali Debora alikuwa ni APR. Yes. Ile mechi Mutale APR nikawa nakumbuka alisababisha penalty. Mutale sasa penalty akapiga Mukwala akakosa. Hata dabi alicheza namba 10. Hata dabi ya kwanza ile. Kwa ni eneo ambalo rule ambayo yupo nayo Mutale, vile viatu Kibeni siwezi kuvivaa katika eneo la technicality na tacticality, kwamba kiufundi na kimbinu yale mambo ambayo anapaswa kuwa nayo huyu mchezaji wa aina hii Kibu Denis yana, kwa sababu ya body pia morphology. Yes. Yani ukiangalia Kibu ameumbwa na mwili mkubwa, ana muscles. Kwa hiyo kwenye kuania mpira 1 against 1 Kibu atashinda. Lakini inapokuja kwenye hiyo technical aspect sasa ya kusema udambu kumiliki mpira, kumpigia mtu tobo, kupenya hapa na hapa, hiyo Kibu hawezi. Nafikiri footwork yes, yeah, kikubwa. Lakini nafikiri hata kwenye eneo la kuweza unasisha mpira na mguu wako. Yani unapokuwa na dribble mali afu mpira bado uko. Kibu alidribble akauacha. Kibu unajua kuna muda gani anaona iko mbele akageuka. Anacheka. Sawa, tumulike kwa upande wa Singida Simboranga. Singida wana mtego mmoja hivi nimeuona, na kama watarudi hivi kwenye mechi ya nusu finali, naona kabisa kwenye mechi ya CRDB itaendelea kumsumbua sana Mohamed Hussein, na mzungumzia beki wao Kofi, na upande ambao anacheza mchezaji ambao Simba walimhitaji mwisho wa siku akaona basi tena Adebayo. Umeonekana ni upande ambao una madhara makubwa sana kwenye kushambulia kwa upande wa Singida. Upande wa kulia wa Singida ambao una Kofi pamoja na Adebayo. Nafikiri ni kutokana upande ambao anacheza Kofi na juu yake mara nyingi alikuwa akicheza Adebayo. Na kuna kipindi kwa mechi ya jana ulimwona hata Bada kuna muda kama anaegemea upande ule wa kule, na kuna muda hata Maruf Shakei naye na upande ule ule. Kwa hiyo kama ulikuwa overloaded upande ule, wakati wa Simba upande ambao kwa bora kwa upande wa kulia, wote wanakanamia upande wa kulia, wanashambulia sana. Wote wakaenda kule. Moro alikuwa pandi ovyo. Hata goli la Simba limetokea upande wa kulia. Kwa hiyo waligundua upande ambao anacheza Shabalala alikuwa pati huduma ya mtu ambaye yuko juu yake kwenda kumsaidia. Na upande ule ukiangalia mara nyingi ni kama ulibaki wazi, maana yake role walikuwa wapewa Mpanzu ama Mutale walikuwa wanaingia ndani. Kwa hiyo ikawa sasa changamoto ikawa pale, na ndio maana kuna muda kwa upande wa Yusuf Kagoma akawa sana kuja kusaidia majukumu ya pale, na katikati pakabaki wazi. Ni eneo ambalo kwa upande wa Singida walikuwa hatari sana. Kama wangekuwa makini katika upande ule walikuwa na uwezo wa kupata goli. Na kumbuka kuna mmoja aliingia ndani and Kofi akapiga kama cross ambao kama ni vipasi hivi. Ilimkuta alikuwa sijui Pokus nani alikosa, alishindwa kuunganisha mpira vizuri kaenda juu. Ilikuwa nafasi nzuri ambayo Shabalala alikuwa kama halishakuwa tete, alikubali yaishe
akapiga cross, aliingia ndani kwa upande wa Andy Kofi na alikuwa bora kwa kupiga cross zile, lakini ufanisi ukawa sio mzuri kwa upande, walikuwa sijui Pokule katikati pale akashindwa kuweza kuconvert nafasi kuwa goli. Kwa hiyo ni upande ambao kwa upande wa Simba na kwa upande wa Fadlu anapaswa kuwa makini, na ndio upande ambao kwa upande wa Singida umekuwa unazalisha magoli ya kutosha toka msimu huu umeanza, ule upande wa namba 2 na ndio sababu ya Israel Mwenda kukosa nafasi katika ule upande kutokana na uwezo ambao wanaonyesha Andy Kofi upande mmoja, mwingine akiwa Ibrahim Moro. Ni upande ambao kwa upande wa mwalimu anatumia kama ndo kinga yake ya kuweza timu kutengeneza mashambulizi mengi upande huo, huku Imoro huku Andy Kofi juu kule kina Debayo kama Marufsha K akianza 10 kaenda pembeni, wanakuwa wanaingia sana katika eneo la katikati ya uwanja. Kwa hiyo ni eneo ambalo kwa upande wa Singida limeonekana kwa bora, na msimu ukiangalia kwa mashambulizi mengi yamekuwa yanafanywa na Andy Kofi. Hata namba zake ukiangalia hapo unaona ziko vizuri katika upande ule wa namba 2 kutoka jinsi ambavyo alikuwa anaweza kutenga nafasi, kusupport nafasi na kuna muda mpaka eneo la kufunga ameonekana kuwa bora kwa upande huo. Lakini kubwa zaidi ni jinsi ambavyo kwa upande wa upande mwingine wa kushoto na hapo kwa Imoro na ulikuwa ni upande ambao ulikuwa na push mashambulio, lakini kwa upande wa Kofi kule ulikuwa ni upande ambao ulikuwa hatari kubwa. Na kubwa hiyo ni kutokana na jinsi ambavyo wanavyocheza kwa upande wa Kofi na Arthur Bada. Kuna muda kama alikuwa anapigana 1-2 vile, baada ya kuja upande ule Kofi anakuwa anaingia ndani, anaingia kati. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa upande wa Singida watakuwa hatari, na Shabalala inawezekana mechi ya Jumamosi asiwe anapanda sana kutokana na ubora katika upande ule ambao wakiandika. Sawa, na msikilizaji nikwambia kwamba kuna mechi ya kutafuta na heshima nafasi ya 3 kwenye michuano ya vijana, Kagera Sugar dhidi ya Ken Gold. Ndio matokeo naona Ken Gold wamepata goli, wanaongoza pumziko. Ken Gold ni moja kati ya timu mara sana ambazo nimezishuhudia kwenye timu hizi za vijana, licha kwamba kukata tiketi ya kucheza mchezo wa finali, lakini wali display kiwango kizuri sana. Tutakupa matokeo na namna ambavyo mambo yanavyokwenda katika dimba lile la Chamazi, lakini mpaka sasa Ken Gold wako mbele kwa goli moja dhidi ya Kagera Sugar. Nimeona ujumbe wako hapa, anasema kaka Kawambwa, mwenyekiti wa ULive, nipo hapa na Adam Kondo na Ali Kiperese. Anasema hawa binadamu wawili wakisikia Simba inachambuliwa, wallahi kazi ya ziendi. Magoli ya mbali dereva bajaji kwa diwani Kipunguni Ukonga. Anapenda kusikia mnyama anachambuliwa, basi wanakuwa wanatulia hivi. Wanakuwa wanatulia kweli kweli. Soma KT anasema ULive haina mpinzani wala haipingwi, kama alivyosema Gerard Jonas. Nimekuona Brook Tiger asema UFM sisi ni wewe, ULive tunakuweka karibu na michezo. Mwajuma Mgonya Selemani anasema mwenyekiti ukiwepo mimi napenda kweli kweli, kiti kinachangamka, niko napika hapa nacheka tunavyotoa madini na wachambuzi wenzio, kweli nyie hamna mpinzani. Asante sana. Nimeona ujumbe wako hapa. Bojozu Adam anasema mataji 3 ila hakuna linalotoa ruksa kushiriki kimataifa, bonus tofauti. Anamaanisha nini? Cheka. Umeelewa? Mataji 3 ya ambayo atoi tiketi ya kushiriki kimataifa. Na hapo kaongeza nyingine la pre-season ndio. Kule kwa Madiba Toyota. Muungano. Nyingine vipi? Ingawa jamii Singa nao ni kombe lile. Taji. Kaya kama kombe hapo. ndio na maisha mpaka hiyo sasa. Hajazungumzia bonus. Bonus tofauti gani? Unapata ukitoa. Hatari Hema Tanzania. Namkumbuka Juma Nature hapo. Muungano CCM na kafu ilikuwa chama kikubwa cha upinzani enzi hizo. Mambo yanakwenda. Ugali ulisongwa na ukapakuliwa pale Mbagala. Funky majani. Juma Nature anasonga ugali. Ugali. Enzi hizo msikula kama sana mtokea huko.
Ni muda huo niko Bavaria. Anachukua shati ili anafyonza kwenye kola namna hii. Muda huo sipo. Nasikia tu anamuita dada yake, dada tayari. Muda huo niko Pedimont. Pedimont gani wewe? Albamu ya ugali ulikuwa wapi?